Asante sana, tunafika muda mzuri wa kwenda kujifunza maandiko matakatifu ya Bwana ambayo nakwenda kutushauri kwa ajili ya safari yetu ya kwenda mbinguni. Nafikiri kwamba ngoja nitoe shukrani zangu kwa watumishi wa Mungu ambao wamenikubali na kunipa kibali kutoka kwa Mungu ili tuende tujifunze neno la Mungu kwa leo kwa sisi sote kwa pamoja. Nasema Mungu awabariki watumishi wa Mungu ambao wamekwenda kuona vema kwamba leo tushirikiane kwa neno la Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nafikiri kwamba tuko na vipindi vingi sana tangia rasi, hata nitaenda kwa kasi kidogo sababu tuko na vitu vingi sana vya kufanya leo kwa kadiri ninavyojua, ila nitaomba radhi kwa wasomaji, mtanisaidia kwa wepesi sana ili tuende tujifunze kwa haraka. Tufungue Biblia zetu katika waraka wa Mtume Paulo kwa mwanae Timotheo. Timotheo wa pili sura yake ya 20 hadi 21. Hapo ndipo tutakwenda kujifunza neno la Mungu katika mchana wa leo. Timotheo wa pili sura ya pili kwa versi ya 20 hadi 21. Tunasoma waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo wa pili sura ya pili versi ya 20 hadi 21. Timotheo wa pili sura ya pili versi ya 20:12 hadi 21 nasema hivi: basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. 12. Lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesoma zaidi katika waraka huu wa Mtume Paulo ambao Paulo aliuandika akimwandikia mwanae Timotheo kama hivi: mwanangu asimise, ni Timotheo wa SCC. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alipokuwa pale kifungoni Rumi, alipofika kwa muda wake wa kufariki, alikuwa na mwandaa Timotheo kama vile msaidizi wa Injili. Akamtumia waraka huu kwa kupeleka kwa wale wandugu zetu pale Rumi kwa kuandaa namna gani wanaweza kuwa wanaendeleza kazi ya Bwana. Na waraka huu unahusu mafundisho ya kimchungaji sana, na mafundisho ya kimchungaji nayo inasaidia kanisa, ndio maana tunautoa kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakwenda kujifunza somo letu linalosema vyombo vya heshima ndani ya kanisa. Vyombo vya heshima ndani ya kanisa, kwa sababu Biblia inatuambia katika nyumba kubwa ya Mungu muko vyombo vingi, na ndio hapo akataja muko vyombo vimoja vya dhahabu, muko vingine vyombo vya fedha, muko vyombo vingine vya miti, muko vyombo vingine vya udongo, na muko vyombo vingine vya heshima.
Bwana Yesu asifiwe. Na ndilo tutajifunza leo, vyombo vya heshima ndani ya kanisa. Tuko pamoja? Vyombo vya heshima ndani ya kanisa. Ni mfano ulio hai. Mfano ulio hai. Hata katika nyumba zetu kuna vitu ambavyo vinawekwa rasmi kama vile vyombo vya heshima au nguo ya heshima au kitu cha heshima kinawekwa mahali pale. Lakini vitu vyote, vyombo vyote vina kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Vyombo vyote vina kazi, lakini kuna kimoja vinateuliwa rasmi kuwa vyombo vya heshima. Kwa mfano, katika uumbaji wa Mungu aliumba watu wote. Hakuna mtu ambaye aliumbwa na shetani. Hayupo. Shetani hakuumba mtu, wala kitu chochote ambacho kiitwa mwanadamu. Hakuna chochote kilichojiumba, kiumbe chochote, bali sisi sote tuliumbwa na nani? Na Mungu. Awe mlevi, awe mchawi, awe mzinzi, awe msharati, awe nani, huyo aliumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo aliumbwa na Mungu. Lakini katika uumbaji wake hao watu wote, si wote ambao wamewekewa heshima mbele za Mungu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio. Si wote wamewekwa kuwa na heshima mbele za Mungu. Sikiliza. Biblia inasema sisi ambao tumekubali Yesu Kristo tutawahukumu hata wa malaika. Swali linakuja kwako na kwangu, je, mchawi, mzinzi, mgomvi, mwabudu sanamu atahukumu malaika? Amen. Anapewa ule uwezo wa kuhukumu malaika? Bwana Yesu asifiwe. Mnaanza utafauti uko pale, lakini sote tumeumbwa na nani? Na Mungu. Lakini Mungu anaanza kutenganisha sasa, huyu anapaswa kufanya hiki kwa sababu ya hiki. Sikiliza katika Injili ya Yohana sura yake ya 3 kwa verse ya 16, anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliumba kwa maana jinsi hii Mungu aliumba ulimwengu, lakini akamtoa mwana wake wa nani? Sasa mwana wake wa pekee ni nani? Baada ya Yesu Kristo, mwana wa pekee mwingine ni nani? Aliyemwamini. Ni mwanadamu aliyemwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi tuangalie hiyo kitu ambacho nataka kusoma hapa. Katika kwa mfano nyumba zetu, hili sana nitaelekeza kwa wamama sana, lakini sote tunashirikishwa kwa lile, lakini tunashirikishwa kupitia kwa mama. Amen. Hebu basi nakuja kwenu wamama, mtanisaidia ama tusaidiane. Nani mama ambaye hana kabati ya masahani nyumbani mwake? Amen. Nani mama ambaye hana kabati za masahani nyumbani mwake? Hakuna. Tunazo. Asante. Wanaweza kabati mama. Wanaweza sasa sana. Hata ninasema ni nini mwangu simo, sio kusema kwamba simo. Ninasema lakini hata ndani ya kazangu nyumbani mwangu simo. Si ndivyo? Zile sahani zile, kuna sahani zimoja mule ndani, hata
hata mtoto akigusa usiniharishe hiyo sahani. Sini sawa? Na kuna zingine ziko mule hata watoto wa nyumbani hawajawahi kusikia yemo. Amen. Amen. Hata wababa kuna zingine hawajawahi kuandaliwa chakula kwa zile sahani. Zimoja ziko pale. Bwana Yesu asifiwe. Hizi zinasema kwamba labda niliingia kwa fulani njoo nikaona hapana na mimi zimamu wangu simo jamani. Amen. Amen. Sasa zile sahani zinakaa pale. Lakini kuna zingine sahani unakutana zimo kwenye masinki, zingine zinaoshwa, zingine zinapangwa hivi, zinapangwa hivi. Lakini zote ni wewe tu ulinunua zile sahani. Zile sahani. Sasa swali linakuja, kwa nini sasa zile zimoja zinawekwa mle mkabati tu? Hastaki hata mtoto asikuse. Wewe mwenyewe unajihifadhi kabisa vizuri. Lakini wewe ndio unazinunua. Kwa nini? Ni za samani. Za samani. Wanaweza siwe sana. Ni za samani. Ni za huduma kwa waheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli zile sahani ukiziona zinatoka, ina maana kuna walengwa wanalengwa pale. Amen. Mama Mungu awabariki sana. Asijasema kama ni kosa lakini. Amen. Unajua naye mgeni akiingia mwako anapendeka kule fasi nzuri. Si ndivyo? Na anasema kwamba kuna zingine za udongo na kuna nafasi moja inaendaka. Inakutana sahani nzuri za miti zinatengenezwa vizuri sana. Na za udongo kabisa zinatengenezwa nzuri. Kila sahani, kila chochote kilicho ndani ya nyumba ya mtu kinafanya nini? Kinafanya kazi. Lakini kuna zingine ambazo zinatengwa rasmi. Bwana Yesu atusaidie. Sasa tukiangalia pale chini kwa verse yake 21. Hapo sasa ndipo utakwenda kuona sasa ile sahani ya heshima. Ile sahani ya heshima. Sasa tukilinganisha sasa kwa kanisa. Kwa kanisa. Mtu yoyote aliyemkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akatengeneza maisha yake, akawa safi, huyo ndiye ambaye Biblia inasema kwamba ni chombo cha nini? Mbele za nani? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukirudi pale kidogo. Ile verse ya 21 inasema kwamba basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa aliyejitenga na hao. Sasa hao ni wanani? Amen. Ukiwa amejitenga na wao, huyo ndiye atafanywa kuwa chombo cha heshima. Anataka kutupa tahadhari. Biblia inasema ukiwa na mtu ambaye si amini, uishi naye. Sawa? Uishi naye. Ndio anasema katika Wakorintho, uishi naye. Lakini usiishi naye kwa yale anayofanya. Labda mwenendo wako wewe unaweza kumtoa kwa yale anayoishi ili aishi kama wewe ulivyo. Amen. Amen. Lakini uishi na wao kwa matendo mema, si kwa matendo mabaya. Lakini ujitenge na wao kwa yale wanayotenda. Bwana Yesu atusaidie. Hebu basi tujiulize, kila mtu aulize jirani yake. Kila mtu aulize jirani yake, muulize hivi. Amen. Amen. Uulize jirani yako hivi. Kutokana na sisi tumesoma pale.
wewe katika nyumba ya Bwana, wewe ni chombo gani? Amen. Wewe katika nyumba ya Bwana, wewe ni chombo gani? Bwana Yesu asifiwe. Hebu basi uliza moyo wako. Sasa mimi kama niko katika nyumba ya Bwana, nasikia waimbaji, najua sisi ambao tumepewa karama ya kuimba, wanaimba, niliambiliwa niende nyumbani mwa nani? Mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kufanya nini? Wewe kufanya kazi. Sasa wewe sasa ujiulize, mimi niko nyumbani mwa Bwana. Je, mimi ni chombo cha aina gani? Wewe mwako wewe mwenyewe, kama niko humu nyumbani mwa Bwana, mimi ni chombo gani? Inawezekana unaweza kuwa humu, lakini ni chombo tu katika vile vyombo vingine ambavyo katika nyumba ya Bwana, ni katika nyumba ya mtu. Amen. Kama mtoto akigonga chini ni kawaida tu. Lakini kuna chombo kingine akigonga chini na mtoto na bozi pale anapata gazabu kabisa, kwa sababu anakwenda kukusa chombo ambacho hakitakiwi kufanya nini? Sikiliza, Biblia inasema hivi: atakaye mgusa mtumishi wa Mungu ama kumshota kidole mtumishi wa Mungu, ameshota kidole katika mwili la nani? Sikiliza, huyo mtu sasa ni mtu wa namna gani? Amen. Ni chombo cha heshima. Kumshota kidole tu ni kama vile unaenda kumchokoza Mungu na mchota kidole. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujiulize, mimi nyumbani mwa Bwana, mimi ni chombo gani? Ukijitambua kwamba mimi ni chombo ambacho kinatengenezwa kwa heshima, utajitenga na maneno maovu. Hebu basi tusome Warumi. Samahani nisikawie sana, tutaenda kwa haraka hapa. Soma Warumi sura 3 kwa 20 na 23. Warumi, kitabu cha Warumi sura 3 mstari wa 23. Warumi sura ya 3 mstari wa 23 nasema kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anajua kwamba sana tuko duniani. Sawa? Mungu anajua. Na Mungu anajua kwamba mwanadamu anaweza kukosea muda wote ule. Lakini anahitaji ujitambue wewe ni chombo gani. Ujitambue wewe ni nani. Sini sawa? Kuna wakati unapokuwa unaenda mahali fulani, unakutana watu wanapigana, au unakutana watu wanafanya vitu visiokuwa vizuri. Lakini kuna wakati utakutana hata wanapiga mtu unayemjua, ndugu yako, rafiki yako mpendwa. Watu utasikia hata moyo na wewe unajuta kama labda na mimi ningefanya nini? Ningepigana. Sasa unajua kuuliza sasa, mimi ni nani nikipigana? Mimi ni nani? Amen. Nikifanya uzinzi, nikilonga, nikifanya kitu chochote kisiwe, mimi ni nani? Ninastahili kufanya hivi? Ama mimi ni chombo ambacho kinahitajika kitumiwe ovyo ovyo? Ujitambue wewe ni chombo gani katika nyumba ya nani? Kuna wakati muda wote kitu kikibana kikapotokea sana nikapotokea, lakini moyo wako upiga sasa, mimi nikifanya hivi mimi ni nani? Ninaruhusiwa nifanye au nisifanye? Amen. Soma Yohana wa kwanza 1:8-10. Yohana 1 waraka wa kwanza 1:8-10.
Hiyo ni Yohana wa kwanza 1:8-10 inasema kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na kuzalimu wote. 10. Tukisema kwamba tukutenda dhambi tunamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anajua kama dhambi ipo, lakini anasema tukisema kwamba hatuna dhambi tumemfanya Mungu kuwa mwongo, sababu yeye amehakikisha kama dhambi ipo. Wewe unasema kwamba dhambi haipo, unamfanya Mungu kuwa mwongo. Lakini anahitaji wewe ambaye unajua kama dhambi ipo, uepukane na ile dhambi, ujitenge na ile dhambi, ujitenge na ile makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie kitu kingine. Kwa mfano ambao tumetoka kuzungumza hapa. Kwa sisi wa baba hasa kwa sisi wa mama. Ikiwa mama analenga kusema kwamba ninunue kitu changu cha thamani, awe baba analenga afanye kitu chake cha thamani, au anataka kufanya mradi wake wa thamani, anapiga overtime ya kufa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapiga overtime ya kufa mtu, mradi anunue ile sahani. Na mama akiingia katika nyumba ya Mungu, unajua baba mama hapa ni wachanja wakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema kwamba kuna watu wengi ambao wanajidanganya, waseme mwanamke ni kiungo kidhaifu. Achana na huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sana kwambia ni kidhaifu, na kwamba uishi naye kwa akili. Sasa mtu ambaye haiko anachoweza kuishi naye kwa akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni chombo ambacho kimetengenezwa kwa njia zote. Sasa anapiga overtime apate kama ni sahani yake, kama ni nini yake, kama nini yake pale, sijui anajua huko. Ni mfano wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alifanya overtime ya kupindukia overtime tunayoyafanya. Nani katika umati hapa tulipo, tuseme ukweli, hapa tulipo tuna wa mama, tuna wa baba, tuna watoto, tuna nini na wajukuu na wengine wapo. Nani mwenye anaweza kukubali bamtunduke pale kwenye msalaba pale na tuko humu na watu wako humu, na bamtundike kabisa bila manguo, hata kila chochote kile patakacho kufanya juu yake kifanyike na watu wako nao? Yuko. Wakati Yesu alipoliona lile msalabani, akasema Bwana, ingekuwa kikombe kingefanya nini? Lakini mapenzi yako yafanya nini? Mnajua alifikiri nini zaidi katika kichwa chake? Mnaliona uchungu wa aina gani katika ile wakati? Ni overtime ambayo mwanadamu hawezi kukubali kufanya, lakini alikubali kufanya ile overtime ya mateso, ya kujitesa, ya kuchoka, kusudi apate chombo kinachoitwa chombo cha heshima. Mwanadamu anaishi makubwa sana mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe wakati unapoteuliwa kuwa chombo, ujishike kama vile chombo. Anakuteua kuwa chombo cha heshima, na wewe ujishike na ile heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwingine anakuheshimia lakini wewe hutaki kujiheshimia. Sasa unaona hiyo kitu kweli kinaendeka? Mungu anakuheshima na kuweka kuwa mtu wa heshima, lakini wewe kuliko muheshimu inakuwa Kiswahili kwenda mbele. Basi ngoja niachie kwanza. Twende tusome kitabu cha mwisho. Soma Hesabu 14:18. Hesabu 14:18.
Hesabu 14:18 inasema ya kwamba Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hatamfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote, mwenye kuwapituliza wana kwa uovu wa baba zao na kwa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anataka kusema neno moja pale. Mungu hatageuza. Afanye mwenye haki kuwa sio mwenye haki. Afanye mwenye dhambi asiwe mwenye dhambi. Mnaelewa kwa Kiswahili? Bwana Yesu asifiwe. Hata afanye mwenye haki kuwa hana haki, wala hata afanye mwenye dhambi kuwa si mwenye dhambi. Kama wewe ni mwenye haki, Mungu atakuweka tu ni mwenye haki, atakupa haki yako. Ukiwa mwenye dhambi, atakupa wewe ile dhambi, lakini anakuhitaji utoke katika ile dhambi umwelekee ili uwe mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ujiulize, tunamaliza. Ujiulize moyoni mwako, sasa mimi je, niko chombo gani? Niko chombo, niko dhahabu, niko fedha, niko miti, niko udongo, au niko chombo cha heshima? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukigundua kama uko chombo cha heshima, utaheshimu Mungu. Na njia ya kuheshimu Mungu, njia kubwa ni kuachana nini? Na dhambi. Sitakutajia dhambi hii, mnazijua dhambi ni nyingi tu. Lakini wewe ushajua kwamba nikifanya hiki Biblia inakatala, nikifanya hiki hakiendani na mimi. Kwa hiyo ndugu mpendwa, nataka nikwambie kwamba ujiulize moyoni mwako, mimi ni chombo gani katika nyumba ya Mungu? Na hata wakati watakapo kutuma nenda ukafanye kazi ya Bwana, nenda ukafanya hiki, hautanuna na hautakatala na hautaleta sababu yoyote ambayo isiyoeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tayari ushajitambua, mimi ni chombo fulani, ninastahili kutumiwa kama vile chombo. Hata bakwambia kwamba fulani utaleta hiki, fulani utafanya hiki, utasema ndio, kwa sababu unahitaji kufanya. Hebu basi tumalizie hapo na kuachia neno moja linalosema, wewe unajiuliza nyumbani kwako, mimi ni chombo gani katika nyumba ya Mungu? Mimi ni chombo gani katika nyumba ya Bwana? Mbele za Bwana mimi ni chombo gani? Na kama mimi ni chombo cha heshima, nastahili nifanye nini? Tunafika mwisho. Tunahitaji uulize moyo wako wewe mwenyewe na usimame mahali upo, kwa sababu wewe mwenyewe ndio maana nimesema ujiulize, mimi ni chombo gani? Kwa saa hii mimi ni chombo gani? Kama unaona kwamba mimi kwenye nipo kwa sasa niko katikati, niko kwenye chombo cha heshima, niko kwenye chombo cha udongo, niko kwenye chombo cha fedha, niko kwenye chombo cha dhahabu, au niko kwenye chombo cha miti, haujajua mimi ni chombo fulani, ninakuomba simama mahali ulipo ili tuombe pamoja, ili Bwana akutengeneze vizuri, ili Bwana akuonyeshe njia, ili Bwana akuonyeshe njia ipi unaweza kufikia ili upate kuwa chombo ambacho kinaitwa chombo cha heshima. Njoo kwa Yesu usishangae, akuonyeshe njia ya mbingu, msikilize